Kwa majina naitwa Wilbard Venance Sakaya. Mimi ni mkazi wa mkoa wa Tanga, ambapo ni mtumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga. Lakini kwa kipindi hiki cha sikukuu nilikuja mapumziko Morogoro, nyumbani kwa wazazi wangu, ni baba na mama wote ambao wanaishi mkoani Morogoro. Labda tuelezee kitu kilichotokea, ndugu aliyefariki ni nani na umri wa miaka mingapi? Ndugu yangu aliyefariki majina yake anaitwa ni Edgar Venance Sakaya, ni mdogo wangu wa 4. Yaani yeye kazaliwa ni wa 4 kwetu, familia ya mzee Venance Paul Sakaya. Labda nini hasa kilitokea mpaka mauti ukamkuta? Siku ya tukio ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka tarehe 20 mnamo mida kwenye saa 3 usiku mpaka tuseme kwenye saa 4 nilipokea taarifa kutoka kwa majirani ambao walikuja kunipa taarifa nyumbani kwamba mdogo wako amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali upande wa mkononi. Basi baada hapo ikabidi nitoke nje ili kuweza kwenda kuangalia hali yake na ipoje. Nilipotoka kweli nilimkuta anatoka damu nyingi mkononi, kwa sababu sikujua ni kitu shambulio lilikuwa ni la kisu au kitu chenye ncha kali. Basi baada hapo nikaendelea na taratibu nyingine tu za kwenda hospitali. Basi ndio hicho. Tabia za marehemu mdogo wangu Edgar Venance Sakaya, yeye kwa kifupi ana umri wa miaka 35, lakini alikuwa na matatizo ya macho. Alikuwa na uono hafifu kabisa, alikuwa tuseme aniaoni kabisa. Kwa alikuwa ni mtu ambaye mtaratibu, ni mtu ambaye muda mwingi anashinda jirani na nyumbani kutokana na matatizo yake ya macho. Kwa mtu ambaye hata mtaani unafahamu, vijana wengi wanamfahamu pale. Sio mtu ambaye ni mkorofi, sio mgomvi, ana mambo labda ya ajabu. Hapa ni kijana ambaye kweli alikuwa na utulivu. Na kingine? Pengine usalama wake, kuna mtu pengine alikuwa yuko naye au kulikuwa kama familia mlikuwa mnamtoa usalama gani? Kwa kweli yeye muda mwingi alikuwa anashinda maeneo ya jirani na nyumbani. Kuna kijana mmoja jirani yetu anaitwa George, muda mwingi ndio huwa anashinda naye. Labda wanasema anataka kwenda labda kupanda pikipiki, labda anataka kununua mahitaji, labda huwa anaongozana na George. Ndio muda mwingi alikuwa rafiki yake mkubwa ambaye alikuwa anamsaidia kutokana na matatizo yake ya kutokuona vizuri. Kwa sasa mwili upo mochwari ya mkoa wa Morogoro. Tayari tumesha mhifadhi hapa mochwari, kwa hiyo sasa hivi tunasubiri taratibu za kipolisi kisha mambo mengine yote yanakamilishwa, na nategemea kama mambo yataenda vizuri na siku ya Alhamisi tunaweza kwenda Moshi Kilimanjaro, ambapo ndo nyumbani kwa ajili ya kwenda kumpumzisha siku ya Ijumaa. Kwa jina naitwa Semeni Juma Selemani. Ni mzawa wa Kiwanja Ndege. Nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, mpaka nimekuwa mtu mzima niko hapa. Kwa kweli matukio yanatokea kwa sasa hivi yanatusikitisha sana na yanatutisha. Na pia ukiangalia hapa kuna soko kubwa, watu wengi wanapata bidhaa kwenye soko hili. Na hivi vitu vinavyotokea kwa kweli tunaomba serikali kwa kweli tusaidie. Inatisha sana. Na inatisha sana amani. Pia kuna watoto wadogo, umeona? Kiasi ambacho hata mpaka mzazi unaogopa, mtu anaweza katoka hivi chochoroni akafanywa kitu chochote kibaya. Na wamekuwa watoto wengi sana sasa hivi ambao wanatishia amani, na ni wadogo sana. Na hasa kwenye maeneo ya Mawenzi, karibu na soko la Mawenzi, huko kwenye vichochoro, ukipita unakuta watoto wadogo wamekaa wanavuta bange. Watoto wadogo ukiangalia mpaka mtu unaogopa hata kupita. Na hasa tukio lingine lilotokea ili juzi kwa huyu kijana wetu Koli, kwa kweli nimeniumiza sana nikiwa kama mzazi. Alipocharangwa visu, yani kuchoma visu, mimi mwenyewe nikiwepo, na nimempeleka
hospitali baada ya kufuata kuambiwa kwamba Koli amechomwa kisu. Yetu tunachoshukuru vijana wa hapa wana umoja, walimfuatia yule kijana na kumkamata, kumpeleka kituo cha polisi. Kwa kweli kijana ambaye waliyemchoma kisu maskini alikuwa ni haoni macho. Kwa hiyo ina maana kwamba taarifa ambazo ninazo alipepesuka na kumgusa tu yule kijana. Sasa yule kijana kaona kama vile anazaraulika, asili zake kama kumchoma kisu yule kijana. Kwa kweli inasikitisha sana. Tena inasikitisha sana sana. Tulipofika hospitali kule, yule kijana kule akapata huduma, akashonwa, mimi mwenyewe nikiwepo. Akaongeza drip ya maji. Tukajua kwamba ataendelea vizuri kwa sababu tumefika naye mpaka hapa nyumbani, alinyanyuka, nikimuona mimi mwenyewe, akatembea kwa miguu yake. Lakini nahisi damu zitakuwa zilitoka nyingi sana sana sana. Labda tungepata wazo kumuongezea damu, tungekuwa labda maisha yake, maskini ya Mungu. Kwa kweli mimi yani nashindwa hata jinsi ya kuelezea. Kwa kweli inauma. Inauma sana. Mimi naitwa Bavo Nikaoli, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Ungubi. Hususan hali ya usalama katika mtaa wetu umekuwa unatishia amani. Kwa sababu mtaa wetu kwa jirani na soko la Mawenzi, na idadi kubwa wanaokuja wa mtaani hapa sio wakazi wa mtaa, wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa ulinzi na wa usalama katika mtaa wetu bado haujakamilika. Hususan hasa kwa vijana wanapora simu, uvunjaji wa nyumba kwenye madirisha, kwenye milango sio sana. Na hakuna, kwanza asijawahi kutokea tukio kama hilo. Ila tukio la uporaji na uchomaji visu ndio umekithiri sana katika mtaa huu. Na unatushia amani sisi kama wakazi wa mtaa huu. Na tulishaenda kuripoti sehemu mbalimbali za polisi, mpaka tutaka sasa kwa yule mwenyekiti wa kwanza alipita, tulikuwa tumefanya mpango wa kuunda kama vile serikali ulinzi shirikishi katika mtaa. Ila tunajua ulinzi shirikishi lazima mpitie polisi wajijue kwa ina taratibu za hivyo. Ndio sasa kwa mwenyekiti mpya alikuja ndio tunataka tufanye kitu kama hicho ili kunusuru mtaa huu. Hususan kwa vibaka wanatishia amani katika mtaa huu. Hilo bwana tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, tena sana, sio kidogo. Kwa sababu mtoto ambaye hana mabaya na watu, hususan mtu mwenyewe kwanza haoni mbali. Umeona? Haoni mbali, ni mtu ambaye yani achezi mbali na nyumbani kwake. Hata matukio hayo aliyompata huyu kijana tumesikitika sana. Matukio haya kwa wewe ambao umeishi hapa ni mangapi? Hilo tukio kwa mfululizo karibuni la 3. Ila ya kukatakata, lakini ila mauaji ni ya kwanza. Ila kwa kukatana visu hiyo tukio karibuni la 3. Kwa sababu nyumba jirani kuna mtoto naye alikatwa mpaka mkono, sasa hivi kama mlemavu. Alikuwa atapanga na mwenzie. Na mwingine alichomwa kisu cha tumbo. Na hayo matukio yote tuliripoti polisi.